Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapokaa ndani ya mtu huwa analeta matokeo. Tunaposhunga tunda tuna maana ya matokeo ya Roho Mtakatifu. Mtumishi wa Mungu Paulo anawaandikia Wagalatia katika kitabu cha Galatia ile kitabu cha Galatia sura ya 5 na kwanza mstari wa 16 mpaka mstari wa mwisho wa sura hii wa 26. Kwa kuna mstari 10 pale. Tutaangalia kwa pamoja tuweza kuona tunda la Roho. Lakini tunapojifunza tunda la Roho tuna maana ya matokeo ya Roho ndani ya mwanadamu na tofauti ya tunda hilo na matunda mengine au matokeo mengine. Ukisoma mstari wa 16 anasema basi nendeni, basi nasema nendeni kwa Roho, wala msitazitimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili utamani ukishindana na Roho na Roho ushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana hata mwezi kufanya mnayoyataka. Ana kuwezekeza mtu yoyote ambaye amemwamini Kristo anasema enendeni kwa Roho. Mkienenda kwa Roho kamwe hamtoweza kuzitimiza tamaa za mwili. Anasema enendeni kwa Roho. Mwenende hatua sehemu maisha yaongozwe na Roho. Ikiongozwa na Roho hataweza kuzitimiza tamaa za mwili. Kwa hiyo yupo Roho anafupa mwili, yupo Roho wa mwili. Kila moja ina matokeo yake. Roho matokeo yake na mwili una matokeo yake. Sema amini. Mtendaji wa Roho kamwe hantoweza. Anatumia neno kamwe. Kamwe ndi haiwezekani kabisa. Kwa kipindi chote cha maisha haitawezekana kabisa. Kamwe hantoweza kuzitimiza tamaa za mwili. Kwa hiyo tunapojifunza tunda la Roho lazima tuangalie huu mwili na matokeo yake. Lakini pia tuangalie tunda la Roho au Roho na matokeo yake. Lakini tunahakikishiwa kwamba tunapofuata Roho hatutaweza kutimiza tamaa za mwili. Kiufupi kwamba tunapoenenda kwa Roho, tunapoendesha na Roho, tunapoelekeza ushauri wa Roho, tunaposaidika na Roho, hatutatimiza, hatutafuatisha tamaa za mwili. Sasa kuvilingana lakini kiongozi wa Roho hakuwa chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhaifu, ndiyo matendo ya mwili ni dhaifu, ndiyo anasema Wesa usa bali kuna utani, ulimi, ugonzi, wivu, hasira, fitina, fagati, ufusi, ushuda, uleti, ulasti na mambo yafananayo na hayo. Hakika kamili katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Watu watendao mambo ya jinsi hiyo kamwe hawataweza kuurithi ufalme wa Mungu. Kwa hapa kuna matokeo ya mwili au ya kumana ya mwili.
Tumeambiwa ni ulafi, wizi, hasira, mamono, uchawi, lakini ambayo umesikia uasherati, mambo ya mwili. Hayo ni mambo ya mwili, na roho upigana nayo mambo ya mwili. Lengo la Mungu si mtu wake, mwana wake kutembea katika mambo ya mwili, na tukipewa roho kutusaidia kutumana na mambo ya mwili. Kwa sababu mtu anaongozwa na mambo haya, yani hataweza kushitimiza hataweza kuuliza usinje, hataweza kuingia ufalme. Sasa nakwambia, anazungumza hataweza kuingia ufalme wa Mungu. Misri hataweza pia kutembea na huo ufalme wa Mungu duniani. Halo, hataweza kutembea na Mungu ndani yake akiwa duniani. Hataweza kuwa na nuru ya Mungu ndani yake akiwa duniani. Hataweza kuona matokeo na kutiliwa na Roho Mtakatifu ndani yake na pia furaha na amani akiwa duniani. Hataweza kuwa na ushindi wa Mungu katika maisha yake akiwa duniani. Huyu ni mtu ambaye anaongozwa na tamaa za mwili. Je, unazijua? Je, unazisikia? Je, unazifuatisha? Umepewa Roho Mtakatifu wa kukusaidia kutimia, kuepuka, kushinda tamaa za mwili. Umepewa hao ya kukusaidia kutimia tamaa za mwili. Na unapozitembea kwa Roho Mtakatifu, kuna kitu kinazaliwa ndani yako. Kuna kitu kinazaliwa ndani yako. Kama watu mwili unapofuatishwa na unazaa matokeo, ndivyo ambavyo roho nayo inapofuatishwa inazaa matokeo. Kama watu mwili unapoendelea unaleta matokeo, ndivyo ambavyo roho inapotoka inaleta matokeo. Mungu anamweka roho. Basi natu anayeongozwa na roho, anayeongozwa na roho, Paulo anasema. Kwa hiyo lazima tujue kwamba yuko roho ambaye pamoja na kunena kwa roho, pamoja na mambo mengine, lakini ameletwa kwetu na yuko ndani yetu ili atupe kushinda tamaa za mwili. Tamaa za mwili. Tamaa za mwili. Nini? Tendo ya mwili. Nini? Matokeo ya mwili. Tamaa ya mwili. Nini? Hawazungumza ule. Hawazungumza wa. Hawazungumza mchao. Hawazungumza uo. Hawazungumza usao. Hawazungumza mchao. Na mwapa tamaa ya funao na hai. Kanisa liko kinyume kabisa. Funongo ya. Usama Mungu uko kinyume kabisa na Mungu hapa. Watu mwingine umeuzaza saa. Na wazende kuamcha ilicha. Na wazende kukimbia. Na nauta. Mwenendo huu. Wachao. Hakuna namna kukimbia. Sheta. Hapa hakuna roho ndani ya. Hakuna namna kukimbia tamaa za mwili. Kama hakuna roho ndani ya. Roho anajua namna ya kuishi mtu siya. Sijua namna ya kuisha ugomvi na usafiri ndani ya. Sijua namna ya kusaidia kusamehe ndani ya. Sijua namna ya kumelisha ndani ya. Sijua namna ya kumtibu kwa ambao waliganimishwa katika uharibifu. Kubali kuongozwa na roho. Hili tunda lizaliwa ndani ya. Tunda ni jambo moja.
Tunda la Roho ni jambo jema. Ni jambo ambalo kila mmoja upenda utamani. Utamani katika maisha. Je, unatawaliwa na Roho huu? Moyoni mwako iko furaha. Kile ambacho kinatengeneza furaha. Nini ambacho kinaondoa furaha? Furaha yako inadumu kwa muda gani? Kuwa na maisha furaha ni kutengeneza maisha marefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha furaha ni maisha yenye miaka mingi. Maisha ya usuru ni maisha yenye miaka michache. Ukiishi kwa furaha, utaishi kwa afya njema. Adui anapambana kuiondoa furaha ndani ya mtu wa Mungu. Furaha ni moja kati ya silaha kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Furaha. Unapotoa furaha, kaidu. Kwa sababu ndio fikra ya shetani ya adui katika maisha. Hiyo ndio simbo. Kashika mahali nikapewa kesi. Amini nikaletewa kesi. Indoa. Shahidi anasema yule mama anahudumiwa vizuri sana. Maziwa hayakati ndani. Maziwa hayakati ndani. Kuku, yani kama ni kula analishwa. Ila changamoto ni kipigo cha mara. Paka ikampelekea mama akakonda sana. Kula anakula ila kipigo. Manake kipigo kinasababisha mama kutokuwa na nini? Hello. Kwa ni mtu wali wa usuni mtu. Ni mtu wa usuni. Kama ni mtu wa usuni, usitarajie kwamba atakuwa na furaha. Usitarajie kwamba mazingira yake muonekana yatakuwa vizuri. Mzomo alikuwa amekonda sana. Alikuwa amekonda sana. Kwa hiyo tengeneza tulisha furaha ndani ya moyo wako. Furaha ni tunda la Roho. Mwambie jirani yako, furaha ni tunda la Roho. Wewe furaha yako inakaa kwa muda gani? Hapo ulipo una furaha. Furaha yako inatengenezwa na nini? Wengine furaha zao zinatengenezwa na vyakula. Akila amefurahi. Wengine furaha yao inatengenezwa na ndoa. Wengine kupata fedha. Wengine kusaidiwa. Furaha yako, furaha ya Roho haitengenezwi na vitu, haitengenezwi na mazingira, inatengenezwa na Roho ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauna lakini moyo ni una mchangamko. Moyo unachangamka dawa. Moyo unachangamko. Tuna Roho furaha. Usitengeneze furaha kwa mazingira. Jitahidi Roho Mtakatifu ndani yako atengeneze furaha ya kudumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ndani yako akutengeneze furaha ya kudumu. Ya kudumu. Ya kudumu. Nige Roho Mtakatifu unavula maupi sitoko kama furaha ya kudumu. Wenzetu wanatofautisha. Wanasema kuna happy na kuna joy. Joy ni maneno mawili tofauti, si ndivyo? Na ni majina ya watu, si ndivyo? Joy and how. Unajua hapo tofauti. Hello. Just mtu anaitwa happy. Happy. Ushasikia? Maana yake ni neno hilo. Kiswahili. Furaha, si ndivyo? Furaha. Na joy. Furaha. Furaha.
yote ni furaha, lakini sami tofauti. Happy ni furaha ni furaha. Joy ni furaha ambayo inazaliwa na Mungu, yani inatengenezwa na Mungu ndani ya mtu. Halo. Yani furaha yenye asili ya Mungu. Wakifuatilia Aisha wakupani na makomba ya Aisha wakashida vita, wanafurahi mbele za Mungu. Ile inaitwa show. Mungu amewatetea. Furaha imetengenezwa na Mungu mwenyewe. Kwa tunza furaha ya Roho Mtakatifu. Hiyo ni furaha ya Mungu. Hii inazungumzwa hapa sio furaha kutengenezwa na watu. Ni furaha ambayo inatengenezwa na mzalisho wa Mungu mwenyewe ndani ya mwanadamu. Ndani ya mtu. Tengeneza hadi kamata. Roho anapokuwa ndani yako, anaposaidi, ikae ndani yako. Usikubali adui aiondoe. Usikubali adui aiondoe. Ni mtu anapita mahali pagumu sana, lakini muonekano wake ni muonekano wa ushindi. Ni furaha iko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hajaona ushindi kwa macho, lakini anaamini ushindi upo. Kwa sababu furaha iko ndani yake. Mshindi yoyote ni mshindi ambaye anatawaliwa na furaha, sio huzuni. Mshindi yoyote ni mshindi ambaye ana matumaini katika mapigano yake. Na nini ambayo katengeneza matumaini ni moyo uliochangamka, furaha ya Mungu. Kwa tengeneza, dumisha furaha ulionayo. Usiondoshe kwenye furaha. Unajua hata hivyo kukaa na hivyo kunashona mtu ambaye amekaa amesinya. Sio amesinya. Acha kusubama binti yangu. Yaani usinya. Kiswahili kizuri nisaidie. Yaani amekaa. Yes, yaani amekunjamana. Moyo sio tu mwili kuanzia wapi. Kwa sababu moyo ukikunjamana, mwili unaonyesha. Mwili una tabia kuonyesha moyo umekunjamana. Halo. Mwili una tabia ya kuonyesha moyo una tabia gani? Yaani moyo una hali gani? Moyo ukichangamka ndani na mwili unafanyaje? Tutasikia kicheko. Tutasikia shangwe. Sikia nderemo. Moyo ndani umefanyaje? Umechangamka. Moyo kukunjamana, tunaona ndita zimekunja na tunaona wanafanyaje? Kusinya, kuna kusinya. Naitaki bikuno ushafute babara mtu anajisoni Yesu zote. Mtu anasema unajua ndani moyo una mapigano. Lakini mtu ambaye ana roho, huwa kuna ujasiri na huwa kuna changamko na ni fulani, lakini tunaiona changamko. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona changamko. Kwa tengeneza furaha. Usikubali adui aichukue furaha. Usikubali. Tunalala. Uye nifalio. Utaanza kuona matokeo yake. Utaanza kuona. Nani hapa anaachilia upendo ndani yako? Hapa anaachilia furaha ndani yako. Utaanza kuona. Steve anasema tunda la roho ni hapa. Amani. Maandiko yasema amani yangu nawaachia, amani yangu nawa. Nitoavyo mimi si kama ulimwengu utoavyo. Nitoavyo mimi amani, si kama ulimwengu utoavyo. Amani inapatikana wapi? Moyo wako na amani. Halo. Hivi moyo una amani moyo? Unapopita kwa mazingira fulani, itaia amani ndani yako. Au shauki tena amani imetoka. Kwa anasema tafuta kuwa na amani na watu
na wote. Hakuna mtu atamwona Baba asipokuwa mtakatifu. Kwanza nini? Tafuta Mungu. Tafuta kwanza kutengeneza unapokuwa na wakati na Mungu. Na wakati anaposubu Mungu ndio taratibu. Hayo sasa usijifiche kwa nini? Ndio na haki wewe tafuta amani. Tafuta amani. Mungu wewe utashinda amani. Kasema amani ya Kristo hiyo na ya moyoni mwetu. Amani ya Kristo na ya moyoni mwetu. Amani ya Kristo. Sema amani ya Kristo. Amani ya Kristo iko ndani yako. Amani ya Kristo inatawala maisha yako. Amani ya Kristo ya moyoni mwetu. Amani ya Kristo ya moyoni mwetu. Tuna roho ni amani. 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 Usiamka magumu. Tengeneza amani. Dumisha amani na uwe na amani. Moyoni mwako kuwe na amani. Halafu ukiwa na amani unajua. Ndio unakuwa na ile fitness nzuri ya. Ukiwa na amani inatengeneza amani ndani yako, inatengeneza fitness ya maamuzi. Yaani ukiwa na amani moyoni, maamuzi ambayo unayafanya huwa ni mazuri. Ni kweli? Acha moyo uko umevurugwa. Yaani chochote tu. Bwana ongea na binti mmoja leo asubuhi. Kamuuliza swali. Aina gani ya changamoto ambazo huwa zinakukumba sana? Nikaja nikagundua ni mtu ambaye anaongozwa na hasira. Halo. Na anasema kwamba ikitokea hiyo hali alisaka akaribu kwa kutukana, sawa, kudhalilisha, hata kuharibu afya. Kwa sababu ndani amani na hamna. Kama hakuna shwari ndani, dhoruba karibu ndani. Itaharibu mitungi, roho tabia yake haribu mitungi, mimea ndani ya msibari, ziwa, na haribu, kaseke mkwaribu. Kwa hiyo, kama roho njema, mwambie na kama yako ndani yako, na kata amani yako, amani kanani, amani iongoze maisha, amani tawale maisha. Kwa hiyo, hata ya roho, kitu nironi, ukwelo, swe, hata, usubilizi, uvumilivu. Ufungizi. Ufungizi ni moja kati ya kitabu. Na ufungizi ambao unazungumza hapa ni hali ya kusimama katika imani bila kukata tamaa, bila kuliarifu aga, bila kukengeuka katika kweli ya nani? Ya yaani kusimama katikati ya majaribu na kudumu katika nini? Katika imani. Yaani unapita katika bonde la uvuli wa mauti, unasimama. Yaani unakuwa na saburi sana. Hasa katika kitabu cha Warumi, Warumi ile sura ya 5. Warumi sura ya 5 anasema, na tumaini alitatayarisha, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Kazi mstari wa 3. Mziite tu. Ila msoraku katika vitu pia, mkijua ya kwa vingi kazi yake ni kuleta saburi, na kuleta saburi ni uthabiti wa moyo, na kuleta uthabiti wa moyo ni tumaini. Kazi hiyo ni kuleta hii saburi, uvumilivu, na kukamuka iba. Majaribu, kujitenga
katika kazi kusimamia, Roho anaachiliaga tunda la uvumilivu, tunda la saburi katikati ya magumu, katikati ya dhiki, katikati ya machozi, katikati ya hali ya kukatishwa tamaa, na tunasimama wigera kwa ajili ya kumtahuisha Mungu, wala si kukata tamaa, wala si kuingia dhambi. Tunaona Jesus akataka kurubuliwa na ni mtopote. Yusufu anasema siwezi nikamtenga Mungu wangu ni. Je, wewe hapo ulipo umejaribiwa na mambo mangapi? Umepita kwenye mitego hii, umepita kwenye majaribu gani? Utasimamia imani yako au wewe wangu leo ni majibu? Je, utaangalia pasipo kusimamia pale? Roho Mtakatifu anatusaidia kusimama kwenye hili kwa kuachilia tunda la uvumilivu. Kusimamia tunda la uvumilivu ndani yako. Kidogo tu umekata tamaa, kidogo tu umelalamika, kidogo tu umenung'unika. Rafiki yangu umekosea, kuna mapungufu ndani. Roho hajakana. Mtu mwenye Roho Mtakatifu ni mtu ambaye ana moyo wa chuma. Mtu mwenye Roho Mtakatifu ni mtu ambaye ana roho ya chuma, haichumi wala tamaa. Inasema watu wanasema hata ndio leo anaona nini? Niki bakati hadi yeye hapo. Sijui kwamba haina juu. Yaani anachua imani yangu ya mtu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaachilia uvumilivu, anaachilia uwaida ya kusimamia imani bila kukengeuka katika imani. Lakini anasema mtu wewe tunaona matokeo ya tabia zako. Roho akiwa ndani tunaona matokeo ya tabia zako. Je, ni mchoyo? Maisha yenyewe haya bwana. Kuna msemo mmoja duniani anasema maisha magumu. Maisha yenyewe haya. Leo hapa tunamiliki na kuyaficha na kuficha vitu vyako, ndivyo ambavyo ugumu unakuja. Wewe kuumbiwa ubinafsi wewe. Ujaumbiwa ubinafsi, sio tabia yako wewe. Eti ulishaye kuwa mchoyo alafu moyo ukakumba. Unakapsa hichi kitu Roho alikuongoza ufanye moja mita kwa ajili ya mtu mwingine. Alafu katifucha. Haikuondoka yule mtu, moyo kabaki unafanyaje? Kama na Roho Mtakatifu kwa moyo tauma. Moyo tauma. Yaani bora ningefanyaje? Hiyo. Kwa sababu wewe kuumbiwa wewe. Kumeumbiwa watu. Nasema dini ni chumvi ya nini? Ya ulimwengu. Mtu wema tabia. Je, unaosaidia ni unaowajua watu ambao mjui kabisa kabisa. Unaweza kumbeba wewe. Unaweza kujitoa wewe. Tunauona utu wema ndani, tabia njema tunaziona. Tabia njema. Tabia njema. Wanaoangalia wadada wenye tabia njema. Wanaolewa wanaangalia wakati wenye tabia njema. Ulevi ushirikina metusi hayo sio ya Roho. Hayo ni tamani, ni matokeo ya mwili. Mtu we uonekane ndani ya utu wema. Wasema ise. Yaani unatoka hapo na hama mahali pengine, watu wanabaki wana usema ise tumpata nani? Mwingine kama mama fulani, kama baba, kama fulani, tutampata wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Unatoka mahali, wanasema ise. Ukijana umetoka hapa, tutampata mwingine kama wewe bwana. Kwani kwa sababu ilikuwa ni msaada kwa jamii.
Lakini si unatoka sasa bora limefanyaje? Hivyo nitabia unafikiri sifa vizuri. Na wewe mtano dikabu ni mafia. Wewe mafia wewe. Mungu hajaumba mafia, ameumba watu wenye mioyo mizuri, watu wema. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wema. Okay. Answer. Forgive. Search for me. Mtu akisana tani, mtu amana moyo wa kuthamini, ya kujali, moyo wa huruma, unaonekana ndani yako, au likome, nishasikia, likome, itanifaa ulenye, hata juta, au na huruma na, au na thamini. Mtu mwenye Roho Mtakatifu ni mtu ambaye anafadhili, moyo wa fadhili, ni moyo wa huruma, ni moyo wa ihsani kusaidia. Ni kama ule mfano wa yule kuhani na yule mlao. Nakumbuka Yesu anazungumza. Sasa kwa mtu ambaye kingwa anaweza mshahara. Mpita kwa. Mwangalia kumwacha bana. Tuongi. Ukasema ataja Msamaria. Taja Msamaria wa Wayahudi. Walikuwa ni watu ambao wasamini. Unakumbuka ni mama Msamaria wa kisima kiasi cha Yakobo. Haikuwa ni watu ambao, na maandiko yanasema kutoka pale yanasema walikuwa watengamani kati ya Wasamaria na wale Wayahudi. Kumbuka Wasamaria ni mchanganyiko wa damu. Wasamaria ni watu. Kipindi cha mwaka 722 Ashura amekuja kupiga Samaria. Sawa? Waliondoshwa. Kwa hiyo walifondoshwa, wanazuoni wengine wanasema hawakuondoka. Kuna makabila ambayo yalikuja kakaa pale, na kuna wengine ambao ni kukawa na mchanganyiko. Wengine wanasema walilitano waliko. Wao walikuwa wanajijua hivi. Wao umetaa pale Samaria, wanajiona kama Wasakwamu, kama Wayahudi. Lakini wale Wayahudi ambao ni tua, wana wa Yuda, walikuwa wasilini na kuadhiwa kama wao ni Wayahudi. Kwa kulikuwa na matengano, walikuwa hawaendi kuabudu kwenye hekalu. Yesu anapiga story na mama Msamaria. Anaambia tunaabudu kwenye mlima ule, wala sio huko hekaluni Yerusalemu. Kwa Msamaria akija, akamkuta yule aliyetiba wewe, akamchukua akampeleka kwenye nyumba yake. Akamwambia yule bwana, ndiye na kumtunza yule, hata nitakapo na nitailipa senti ya yote ambayo alitumia kwa gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni moyo wa huruma, moyo ambao umetifadhi, anatenda fadhili, tunajali, tunajitoa, na tunalali lalo. Rafiki yangu nikueleze, shimo unalolichimba ilo shimo likimwangamiza adui, na wewe utachimbiwa siku moja, utakuangamiza. Ukiwa kwa upanga, na wewe utauliwa kwa nini? Hata kwa mapoja kwa hili saa yule mama atala siona kuna mzee fulani ambaye anapita mara kwa mara kwenye mji wa njiani karibu na mji wa. Sasa yule mzee alikuwa anatoka nje ya mji, alikuja kutafuta chakula nje. Sasa yule mzee mara kwa mara alikuwa akija. Sasa yule mama akawa anatengeneza mikate, katika mikate ambayo anatengeneza kwa moja anaweka pale nje, yule mzee anapita. Sasa akakerwa, ikafika mahali sio alichoka, sio ilikuwaje.
Siku moja akasema ngoja nikomeshe mzee. Akatengeneza mkate wa sumu. Lakini mzee alikuwa kila alipokuwa akipita akichukua mkate anasema alikuwa na maneno fulani, lakini namba ni yaeleza, sikumbuki vizuri. Yaeleza anasema kwamba wema unaotenda utakurudia na ubaya unaotenda utakurudia. Halo, ikiwa unatenda wema utakurudia, ikiwa unatenda ubaya utafanyaje? Utakurudia. Ndio tunajifunza tunda la Roho Mtakatifu, fadhili. Halo, yule mama siku moja akatengeneza mkate. Alipotengeneza mkate, halo, akachukua ile mkate akaweka kama kawaida. Yule mzee akampitia. Yule mzee akaondoka akafika kwake. Sasa kwake alikuwa ni nje ya mji. Yaani mshia kuingilia huko mjini iko kule kwa nje. Kwa yule mama alikuwa alikuwa ni kijana wote ambaye aliondoka ndani ya kanisa. Kijana kaona kufika kule mzee alikuwa amelegea sana. Njaa kali na kila. Kwa mzee akampa mkate. Ubaya unaotenda utafanyaje? Ubaya unaotenda leo kuna miaka, kuna wakati utakurudia. Jitahidi kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kufikisha story. Ile kijana atiposa mkate wa mama. Mkate wa ila alikuja kufia miguuni kwa nani? Baada ya kusimulia kwamba nimepewa mkate na mzee fulani. Mama akamkumbuka yule mzee. Sasa akaanza kujuta kwa ubaya aliotenda yeye mwenyewe. Kwa hiyo fadhili inatusaidia namna kutembea vizuri na jamii yetu. Na tunasema pia kuna uaminifu. Kwa uaminifu, unapokuwa na Roho Mtakatifu anaachilia roho ya uaminifu. Na uaminifu ni pale ambako wewe mwenyewe bila kuona na mtu yoyote utaisimamia haki. Je, umekuwa mwaminifu? Unapokuwa na Roho Mtakatifu, kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu. Yesu anasema katika kitabu cha Injili ya Luka sura ya 12 mstari wa 42. Anasema ni nani aliye wakili mwaminifu? Bwana wake atamweka juu ya watu na atawapa watu hao chakula kwa wakati. Ni nani aliye wakili mwaminifu? Sisi ni mawakili mbele za nani? Mungu. Je, wewe ni wakili mwaminifu? Hawezi kuishi uaminifu kama si tunda la Roho. Kama si Roho ndani yako. Roho akae ndani yako. Roho azae tunda ndani yako. Tunda la uaminifu. Je, unaangalia hivi? Wanaangalia hivi. Hawakuona. My friends, just this. Utakuja na utaimbiwa. Utakuja utadhulumiwa. Ubaya unaotenda leo utakuja na hiyo. Ubaya na wakati mwingine leo unajuta na usijute rafiki yako, kwa sababu ni matokeo ya kutokuwa mwaminifu kwa watu wengine. Ukiwa mwaminifu kwa machache, Mungu ataweka juu ya mengi. Ukiwa mwaminifu kwa machache, Mungu atakuweka juu ya mengi. Kwa hiyo uwe mwaminifu mpaka kufa. Mtu wa Mungu, usile mali ya mtu. Usidhulumu kitu cha mtu. Usile mali ya Mungu. Usidhulumu kitu cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema usitende kitu kitakatifu nyumbani mwako
Ifungu la 10 leta kanisani usikae hapa. Halo. Sema ya Mungu, ni sema ya Mungu. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe mwaminifu. Jitahidi kama ni maisha ya ibada, ni maisha ya nini? Ya ibada. Ni gizani Mungu anakuona, Mungu anaona giza. Hapa mtu anioni hapa. Unaenda kufanya mambo yako ya ajabu, Mungu anakuona. Kuwa mwaminifu. Hili ni tunda la Roho. Anasema upole. 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 Mama watu Mungu akupeni. Ili wasiposikia sauti yangu aseme yeye ana. Wanasema anafanyaje? Anaenda. Roho automatic. Upole. Wajentu. Bwana Yesu asifiwe sana. Upole. Haina maana kwamba usiongee. Unaongea nini? Unaongea nini? Hicho unakiongea kwa nani? Unakiongeaje? Unakiongea wakati gani? Halo? Yaani unaongea nini? Na unakiongea kwa nani? Kuna kitu cha kuongea kwa mchungaji sio kwa mtu. Halo? Sasa wewe kimefika sio jambo baya, lakini watamtafsiri tofauti. Okay, sio jambo la sasa hivi. Ni jambo la kutabia kwenye maombi kwanza. Wewe umsaliongea. Na ulivyoliongea huko mlisambaza. Mwisho wa siku hata jambo lenyewe halifanyiki. Nataka nifanye kitu fulani. Wanakuambia okay, sawa tutao. Wanakuambia wakwambia pafu. Moyo unasema tuta. Kumbe ungeka zako tu na upole wako. Kimya. Jifunze kwa kufu. Na ndege wenyewe. Hauoni mayai yake mpaka utakuja kuona mtoto. Yaani anajichimbia mahali, anatengeneza kiota, amejichimbia mahali. Tena mahali ambapo hajeni kuna usalama. Lakini wewe tu biashara, wewe mimi nafanya biashara. Hatufanyi hivyo. Kuna fitara. Kimya. Ni Mungu anajua mchungaji wako anakuombea. Unajua nimechubiwa, unajua sasa unamtatagama kanisa sisi. Uchumba sio jambo la nani, sio sasa hivi. Sasa hivi mchumba au ziwani niko ziwani, mchumba wangu, mchumba. Labda ni msebule huyo, sio mchumba huyo. Mchumba. Ndio maana wengine wamepitilizia huko. Hakuna cha uchumba za ushuti. Hakuna uchumba wa namna hii. Uchumba wa namna hiyo hakuna. Hakunaga. Usinitie moyo wala usinisha. Mimi uchumba wa namna hiyo siujui. Uchumba wa miezi mitatu, miezi minne, mwaka mchungaji ajui. Uchumba gani? Eti mchumba. Hakuna uchumba. Moja ni jambo la siri. Mbili lazima nipite kwenye maadili. Wacha sema kweli wale ni wa chupu kanisa ni hili moja. Lakini kama hili wote. Mama watu ulali ni sima. Mchumba ndio jambo la chupu. Kazi mchumba. Unapokuwa na kiasi, amini upole, inamsaidia namna ya kuzungumza tena. Haleluya. Wakati wa kuzungumza. Na unalizungumza kwa nani? Kuna wengine hawatakifua kama wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nyozo mwisho ni upole. Hadi kiasi. Ndio la mwisho ni kiasi. Unaweza unaweka mswali self control. Unakuwa self
control. Yaani unajidhibiti, yani kujidhibiti. Sasa swali chake. Unajidhibiti mwenyewe. Unajikontrol mwenyewe. Staya. Yaani ulitaka kuchipwa. Moyo unafanyaje? Mwambie roho arudi ndani. Mwambie roho kusaidie. Uwe na kiasi. Sio kila kitu kuzungumza. Sio kila kitu cha kutenda. Sio kila mahali pa kwenda. Sio kila kitu cha kufanya. Unakuwa na kiasi. Hakuna kiasi. Ni kufuja fedha tu. Hela zote zinaisha. Zikiisha ndo akili narudi sasa kichwa. Mpo hapa. Zikiisha ndo akili narudi wapi? Alafu sasa bora hata angejenga kanisa. Yameisha kwenye mambo ya ajabu ajabu. Hivi ulishakufa ununua kitu. Alafu ukafika ndani ukaanza kujutia. Bwana Yesu asifiwe. Yaani umenunua haki zako. Alafu kafika ndani ukaanza kujutia. Bado kipi ila tu kukifikisha ndo nanipa kaanza kujutia. Haya maduka yana mambo mengi. Muombe Mungu akusaidie. Wengine maroho ya ukoo ni roho za ufukara. Roho kabisa za ufukara. Umeingiza hela. Ulishamwona mvuvi? Kuna watu wa aina tatu. Kuna mvuvi, kuna mchimba madini. Na mwingine ni mtu gani? Kuna watu wa aina tatu. Kuna mvuvi, kuna mchimba madini. Hasa wawili wazungumza. Wanaweza kapata hela siku moja milioni 1. Lakini ikaisha siku hiyo. Anasema nitaingia tu shimoni nitazipata zile. Jioni nitaenda majini nitapata hela zingine. Mpaka anakufa hajajenga hata mimi. Mwambie yangu kwa kiasi. Mwambie Roho Mtakatifu akusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Bwana nini na kiasi. Roho Mtakatifu akusaidie. Amen. Simama.